Naam, ni Alhamisi, siku nyingine tena tulivu, tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuamka salama. Hofu na mashaka kwako wewe mtazamaji wa Channel 10, lakini matumaini yetu ni kwamba uko salama. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kuamini kituo kilicho bora, luninga yako ya Channel 10. Kumbuka hii ni Baragum Live kama nilivyokuambia, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, tamati ni saa 3 kamili asubuhi ya leo. Yako mambo mengi sana ambayo utapata nafasi ya kuyatazama na kusikia kwa lengo la kupata habari, lakini pia wakati mwingine kukuhamasisha na kukuelimisha wewe mtazamaji wa Channel 10. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, mwenzangu Emily sio muda mrefu tutapata nafasi ya kuungana naye, tayari amekwisha wasili hapa katika studio zetu. Lakini pia shukrani kwa wageni wetu ambao tutakuwa nao leo kwa kuweza kuwasili tayari katika studio zetu za Channel 10. Leo tutakuwa na mambo mengi sana ambayo tutakwenda kuangazia. Tutaanza na masuala mazima ambayo yanahusu afya zetu sisi kama wananchi, lakini pia tunafahamu afya ndio msingi wa kila jambo. Afya ndio mdau mkubwa wa maendeleo katika taifa lolote lile. Lakini tutaangazia katika upande wa afya, lakini pia tutakuja kuangazia vuguvugu la siasa katika upande wa nchi yetu ya Tanzania, lakini pia tutavuka mipaka kwa yale ambayo yamehusisha nchi jirani ya Kenya. Tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya siasa ambazo zinavuka mipaka, ndugu yetu Sinza Godigodi, ambaye atakuja hapa kuelezea kwa kina zaidi kuhusiana na joto la uchaguzi na kile ambacho kinaendelea katika upande wa siasa zinazoendelea nchini Tanzania. Kwa hiyo ni nayo furaha kulikweli kumkaribisha katika hatua hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Baragum Live Dr. Timothy Mushi, ambaye yeye anatoka kitengo cha mama na mtoto CCBRT, hospitali ya CCBRT hapa nchini Tanzania. Tutakwenda kuzungumzia tatizo la fistula ya uzazi. Tutapata nafasi ya kufahamu fistula inasababishwa na nini, inawapata kina nani, je, inatibika, lakini pia dhana ya watu kwa mtaani inasema nini. Kwa hiyo mtazamaji, hapa ndo sehemu pekee ambayo utapata nafasi ya kupata elimu kuhusiana na ugonjwa huu wa fistula. Nikukumbushe, usipate tabu, taarifa zetu hizi na nyingine nyingi unaweza kuzipata kupitia mitandao yetu ya kijamii, kupitia Facebook na X, zamani Twitter, andika Channel 10 TZ, kupitia Instagram andika Channel 10 Tanzania. Dr. Timothy Mushi, karibu sana na habari ya asubuhi. Salama, nashukuru sana. Ndio. Ni kweli kama ulivyosema, mimi naitwa Dr. Timothy Mushi, natoka hospitali ya CCBRT Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Leo tutakwenda kujikita kuzungumzia tatizo la fistula ya uzazi. Lakini huenda ndo kwa mara ya kwanza wamekuwa kisikia tatizo au ugonjwa wa fistula ni nini hasa na unasababisha na nini? Karibu. Asante, swali zuri sana. Fistula ni ugonjwa unaowapata wakina mama wajawazito ndio wakati wa kujifungua. Kwa maelezo au kwa urahisi zaidi tunasema fistula ni tundu ndio kati ya kibofu cha mkojo na hilo tundu linaleta mkojo kwenye uke. Kwa hiyo kibofu cha mkojo kinatoboka, alafu mkojo baada ya kutokea sehemu yake unatokea sasa kwenye sehemu ya uke wa mama. Alafu kuna tundu lingine ambalo ni fistula ambayo inatoka kwenye mfumo wa haja kubwa, nao unaleta tena uchafu kwenye uke. Kwa hiyo tukiongea habari ya fistula tunaongea haya matundu ambayo yanayotoka kwenye kibofu cha mwanamke kuingia kwenye uke au kutoka kwenye mfuko wa haja kubwa uje ulete uchafu kwenye uke. Sawa. Kwa hiyo kwa ujumla fistula ni tundu la aina hiyo. Sawa. Na inatokeaje? Ni pale ambapo mama anaanza uchungu. Akianza uchungu maana yake mtoto anajiandaa kutoka. Kwa hiyo katika hiyo process ya mtoto kuzaliwa, akikaa muda mrefu bila kuzaliwa yule mtoto au mama bila kujifungua kwa sababu zozote zile, anakandamiza hizo sehemu mbili. Anaweza kukandamiza mfuko wa mkojo
au unaweza kukandamiza mfuko wa haja kubwa. Kwa hiyo kisha ukandamiza kwa muda mrefu ndiko hilo tundu linakotokea. Kwa matokeo yake sasa hilo tundu litaleta uchafu ukeni au litaleta mkojo ukeni au haja kubwa ukeni. Sawa sawa. Na umeeleza vizuri. Na ni watu gani ambao asilimia kubwa inawapata? Je, ni watoto wadogo au watu wazima? Hasa kwa asilimia kubwa? Mara nyingi tunaona kulingana na takwimu zetu ambazo tunazo pale CBRT, tunaona ni hawa tunaoita mimba za utotoni au tunaita teenage pregnant. Hao wote ambao wana umri chini ya miaka 20, 19, 18 kurudi nyuma mpaka 15, 14, hawa ndio wenye riski kubwa ya kupata ugonjwa wa fistula kwa sababu bado ni wadogo, nyonga zao hazijakomaa, zile pilika za kujifungua hawajazielewa, na saa nyingine hata utaratibu wa kujifungua haujaingia akilini vizuri. Kwa hiyo yote hayo yanasababisha wao wawe katika riski kubwa ya kupata fistula. Sawa sawa. Wewe kumekuwa na dhana tofauti huko mtaani kwamba wengine wanasema fistula haitibiki hata ufanye nini. Baadhi ya jamii imekuwa ikiendelea kukaa na wagonjwa lakini bado ile hali wakiendelea kutaabika majumbani wao. Ili labda nilieleze kwa upande wa ukubwa wa tatizo, alafu nitakuja kwenye hilo kwa ili iendane vizuri. CBRT tumeanza kutoa hizi huduma mwaka 2003. Kwa hiyo tuna experience ya kutosha. Na 2003. Zaidi ya miaka 20. Zaidi ya miaka 20. Na kuanzia 2003 mpaka mwaka jana 2024 tumeshatibu wagonjwa 20,000. Sawa sawa. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba hii fistula inatibika. Kwa sababu wagonjwa 20,000 washatibiwa na washapona na wote wako kwenye shughuli zao, maana yake inatibika. Na kwa miaka mitatu iliyopita 2022, 23, 24 tumetibu wagonjwa 1450. Kwa maana yake inaendelea kutibika. Na kwa mwaka huu tu kuanzia mwezi Januari mpaka 30 mwezi wa 4 tumeshatibu wagonjwa 98. Kwa hiyo kwa ujumla fistula inatibika 100%. Ndio. Sawa sawa. Umeeleza sababu za wanawake ambao wanapata ujauzito na kuweza kupelekea kupata fistula. Ni kutokana na sababu ambazo kukosa huduma ya haraka pindi mwanamke anapojipata anapata uchungu. Ndio maana tumeshuhudia mara kadhaa serikali ikiboresha huduma za afya mpaka ngazi ya jamii, kuanzia kijiji kuna zahanati, kata kuna vituo vya afya, hospitali za wilaya, rufaa mpaka hospitali za kitaifa. Idadi ya watu wanaosumbuliwa wenye changamoto ya fistula kadri siku zinazozidi kwenda, je, inazidi kuongezeka au inazidi kupungua? Uwezi ukasema moja kwa moja kwamba inapungua kabisa, lakini trend inaonyesha kwamba kwa kiasi fulani, kwa sehemu fulani fistula inapungua. Na tunashukuru sana serikali kwa hiyo plani yake ya kujenga vituo mpaka huko kwenye ngazi za jamii, kwa sababu kweli ukiangalia kuanzia 2003 mpaka kufika hapa tumepiga hatua. Kinachosikitisha na kinachosababisha kwamba niseme moja kwa moja zinapungua ni kwa sababu mpaka leo bado unaona mgonjwa anakuja hospitalini kwetu ana miaka zaidi ya 10 anaishi na fistula. Kwa hiyo ukiangalia sawa inapungua, lakini sio kivile tunavyotegemea, kwa sababu kwa hali ya kawaida kwa kufika mpaka sasa hivi tulikuwa tunategemea kwamba tupate labda fistula mpya kabisa. Lakini kama kuna mtu ana miaka 11 bado anaishi na fistula, bado haituonyeshi kwamba tumefika hizo sehemu zote. Na recent takwimu zituonyesha kwamba kuna wagonjwa zaidi ya 1500 ambao bado hawajatibiwa, wako tuko mitaani, wako tuko mikoani, hawajawahi kusikia au angalau kupata hiyo tiba, na bado tunawatafuta mpaka leo. Kwa generally kweli serikali imefanya kitu cha msingi na tunaishukuru sana, hasa kwa miundombinu, barabara, hospitali, vifaa vya hiyo huduma ya haraka zaidi, lakini bado tunapambana na tuna hakika kwamba itafika kipindi ambao hili tatizo litapungua au kuisha kabisa.
umezungumza vizuri sana kwamba kuna zaidi ya wagonjwa 1000 ambao bado wako mtaani hawajapata matibabu. Huenda kuna mwingine ana ndugu yake, ana rafiki yake, au yeye anatazama hivi sasa. Exactly. Kukaa kwa muda mrefu na changamoto ya fistula kunapelekea madhara gani kwa mwanamke? Ni tatizo kubwa. Kuna madhara makubwa. Ni saikolojia kwanza. Yaani psychological ya mtu, ule ufahamu wake na mambo yake huwa yanaathirika sana, kwa sababu ndugu mtangazaji, kama hutaweza kuchanganyika na wenzako, Kweli. hiyo ni njia mojawapo ya kukuondoa katika uhalisia wako. Inawezekana watu hawaelewi. Mtu yote mwenye fistula hawezi hata hapa tulivyokaa hawezi kukaa kwenye makochi yetu haya, kwa sababu anatokwa na mkojo, kwa sababu ana harufu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna mawili yanamtokea. Anaweza kujiengua kwenye jamii mwenyewe, akajikalia pembeni kule kujitenga, au jamii inaweza ikamtenga, au yote kwa pamoja. Kwa hiyo ni madhara ambayo ni ya moja kwa moja kwa mlengwa mwenyewe. Lakini cha pili ni kwamba mara nyingi hao ambao wapata fistula, yale madhara ya kumpatisha fistula anakaa nayo psychological, anamuumiza kila siku. Akiangalia wenzake wamevaa vizuri, wanaendelea na shughuli zako, yeye hawezi kufanya pale. Lakini vile vile wengine wamekosa watoto vile vile. Sio wote ambao wanapata fistula wana watoto. Lakini jambo lingine, hata kiuchumi, yani hawezi akafanya biashara yoyote ile, kwa sababu basically hata kama akilima nyanya zake, akienda sokoni akisimama, tayari ananuka mkojo. Kwa hiyo hawezi kujichanganya katika. Kwa hiyo bado kiuchumi atakuwa ni ule mtu ambao ni hali ya duni. Kwa hiyo ni madhara tu machache ambayo wanayo yakutana. Hawezi kwenda kwenye mkutano wa kijiji, hawezi kwenye mkutano wa siasa, hawezi kwenda kanisani, hawezi kwenda kwenye msikiti. Kwa hiyo ukishaona kwamba una limitation ya hayo mambo ya msingi ya kijamii, basically umekuwa affected sana. Wengi wamekuwa kiamini kwamba matibabu ya ugonjwa wa fistula au tatizo la fistula ya uzazi, matibabu yake ni gharama kubwa sana. Huenda ni kitu ambacho wengine wamekuwa kiogopa kufika hospitalini, kuamini kwamba wakifika hospitalini gharama yake ni kubwa. Hili unalizungumziaje, Dokta? Na ni kweli gharama za fistula ni kubwa. Ni kubwa kwa sababu procedure yake vile vile ni complicated sana, sio rahisi kama watu wanaofikiria. Inahitaji utaalamu wa hali ya juu na vifaa na vitu vya hali ya juu. Lakini tunamshukuru Mungu, nashukuru serikali, nashukuru wadau kwamba wanatuwezesha ili tuweze kuwatibu hawa wagonjwa bure kabisa. Kwa hiyo sisi BRT hospitali inatibu fistula za aina zote bure kabisa. Regardless mgonjwa anatoka sehemu yoyote ile ya Tanzania, iwe Tanzania visiwani, Tanzania bara, as long kwamba tunamjua aliko, sisi tutamtumia nauli, tutampa na hela ya kula njiani, tutamleta hospitalini, atapewa chakula bure, atatibiwa bure, atalala bure, na atapata na elimu ya afya na mambo mengine bure kabisa. Kwa sababu sisi BRT hatutibu tu hiyo fistula. Tunaita holistic approach. Tunamsaidia huyu mama kumjenga kwa ujumla wake. Anahitaji biashara, anahitaji kukua kiuchumi, anahitaji kurudi kukaa na wenzake, anahitaji kujengwa kisaikolojia. Kwa hiyo vyote hivyo vinafanyika pale BRT. Kwa kweli ni gharama kama mtu, lakini bahati mbaya kwa sababu wanaopata tena sio wale wenye uwezo huo. Ndio maana tunatafuta wadau wa kuendelea kuwasaidia hawa kina mama ili tuwarudishe kwenye jamii, waendelee kuchangia katika pato la taifa. Na akishatibiwa na ameshapona, anaweza kuendelea kubeba ujauzito? Hili sana nalipenda sana na ni nzuri kulielezea vizuri. Wengi watapata ujauzito unless kama kipindi hicho cha kupata hiyo fistula kulichangiwa na mambo mengine ambayo labda yalisababisha kwa kuokoa maisha yake, labda kizazi kikaondolewa. Hapo ndio unaweza kusema kwamba hawezi kujifungua tena. Lakini wale ambao vizazi vipo watajifungua tena, na sisi nia yetu ni kuwasababisha wajifungue tena. Na ndio maana tunawapa tena chance. BRT hatutoi huduma bure tu za fistula. Tuna wagonjwa wa aina 3 ambao wanapata, aina 5 ambao wanapata huduma bure BRT. Wa kwanza ni hao wa fistula, kokote pale walipo wanapata huduma bure.
Kundi lingine la akina mama wanaopata huduma bure CBRT ni hawa wa fistula ambao wamekuwa wajawazito tena. Hatutaki wapate fistula tena. Kwa hiyo wakija kwetu tutawapa huduma bure. Sawa sawa. Ya kuwasaidia ujauzito wao toka walipopata ujauzito mpaka kujifungua. Wale wagonjwa ambao walikuwa washapata fistula. Wakatibiwa wakapona. Wakirejea kwenye swala zima kujifungua mnawasaidia. Tunawasaidia vile vile bure. Lakini grupu lingine la 3 ambao wanapata huduma bure CBRT ni wale wakina mama wote au nasema hawa ambao wana miaka chini ya 20. Tunaita teen pregnant. Kwa sababu ndio wako katika hiyo high risk ya kupata huo ujauzito. Kupata hiyo fistula. Kwa hiyo wanapopata ujauzito tunawahitaji waje CBRT kwa sababu hospitali yetu ina mbinu ya kuwasaidia. Ina sehemu kabisa kwa ajili ya hao mateenager, kwa ajili ya kuwajenga ili waweze jinsi gani ya kujifungua na kuwazuia wasipate fistula. Kwa hiyo ni grupu la 3. Grupu la 4 ni wale wakina mama ambao katika hali ya kujifungua walijikuta kwamba watoto wao walikuja wakapata utindio wa ubongo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ana mtoto mwenye utindio wa ubongo au labda alifariki katika hali hiyo. Nao vile vile tunataka tuwasaidie ili waweze kupata mtoto salama zaidi. Kwa hiyo nao wakija hospitalini kwetu watapata huduma bure. Kundi la 4 ni wakina mama wote ambao ni wana ulemavu wa aina yoyote. Kwa hiyo mama yoyote mjamzito mwenye ulemavu wa aina yoyote akija pale kwetu CBRT tutamsaidia ajifungue salama bila gharama yoyote. Na kundi la mwisho ni hawa ambao katika prosesi yao ya kujifungua hana fistula aidha ya haja kubwa au ya haja ndogo, lakini alipata madhara ya kuchanika kule sehemu zake za ukeni. Na hakushonwa au alishonwa afu baadaye nyuzi zikaashia au alipata complication yoyote. Kwa hiyo ile sehemu yake haiko kama alivyozaliwa. Na hao wakija leo bado tunawatibu bure. Kwa hiyo utaona ndio nasema kwamba ni jumuishi ya hayo madhara yanayompata mama mjamzito, wote wakija CBRT tutawatibu bure. Sawa sawa. Matibabu yake yapoje? Umesema ni gharama. Yapoje? Ni ya muda mrefu au ni ya muda mfupi au inategemea na tatizo lenyewe? Inategemea na tatizo lenyewe. Kuna fistula zingine utapitia njia hiyo ya mtoto kuzaliwa, kuna zingine inabidi ufungue tumbo. Lakini haimaanishi kufungua tumbo ndio ukubwa wa tatizo, hapana. Inategemea tu ukubwa wa hilo tundu na sehemu lilipo. Inachangia hiyo kuwa na ugumu na kukaa muda mrefu hospitali. Mara nyingi wanakaa siku 7, 14 au 21. Kwa maximum unakuwa ushapona. Changamoto inakata. Changamoto inakuwa imepata. Lakini kwa kusema kwamba apone kabisa tunapa kama wiki 6 mpaka mwaka ndio tunaweza tukasema huyu sasa amemaliza treatment ile, amekuwa sawa, anaweza akapata ujauzito tena. Kwa hiyo inaweza kama mwaka au miezi? Sasa sisi kwa kawaida kwa kupona kile kidonda kuwa hospitalini atakaa, kuna watakao kaa siku 14, kuna watakao siku 21. Lakini si kwamba amepona, ni kwa sababu tunataka sasa arudi aungane na jamii yake. Lakini kupona kabisa inaweza kuchukua miezi 3 au 6. Sasa huwa tunawashauri kwamba kati ya miezi 3 au 6 wasifanye lolote. Habari ya tendo la ndoa waiache kwanza kwa miezi 3 mpaka 6. Mara nyingi tunawashauri 6. Na hii tunawahusisha hata wenza wao kama wapo. Na tunaihusisha jamii vile vile kwa sababu sehemu ndio hiyo. Lakini kupata ujauzito asubiri mwaka uishi. Sawa. Hapo ndio tunaweza tukamruhusu akapata ujauzito kwa sababu hatutaki apate fistula tena. Ukifanya matibabu ya fistula mara ya kwanza ni rahisi zaidi kuliko ikijirudia tena. Na sisi hatutaki jirudie tena. Kwa hiyo pale CBRT tunatoa huduma ya kuwaeleza kwamba fistula ni nini wao wenyewe na jinsi ya kujikinga wakipata ujauzito tena na jinsi ya kuwaelekeza kwamba wanapopata ujauzito tena waende wapi watapata huduma sahihi. Lakini vile vile tuna huduma ya kumwezesha huyu binti ambaye ana miaka ya chini, kumwezesha kiuchumi. Kwa hiyo tuna department nyingine pale, baada ya kutibiwa wale miezi 6 tukiwapigia simu wako vizuri tunawaita tena wanaenda kwenye ujasiriamali. Tuna idara pale ya kushona nguo, kushona sare, kushona hii mifuko, vikoba na nini. Kwa hiyo ni kiwanda kiko pale cha hawa mabinti ambao wamepata fistula. Kwa hiyo unaona lengo ni nini hasa?
au mliona nini kwamba labda mabinti hawa wamepata ujauzito wakati mwingine kwa kutokufahamu, kwa kutokuelewa au kwa sababu ya umaskini? Ukiangalia sana hivi vitu vinaendana. Umaskini unachangia, kutokuwa na elimu inachangia. Lakini tulichokigundua ni kwamba imagine alishindwa kwenda hospitalini kwa sababu hakuwa na usafiri. Usafiri kumaanisha hakuwa na hela labda. Ndio. Sasa ameshapata fistula na tumemtibu. Tunamrudisha kwenye jamii ile ile na nyumba ile ile na kijiji kile kile ambao hospitali bado iko mbali. Kwa maana yake chance ya yeye kuhitaji ujauzito ni kubwa sana. Lakini atafikaje? Kwa hiyo ndio maana tukaona hembu tujitahidi kumsaidia kiuchumi ili aweze sasa kujikinga na hayo madhara anaweza kuyapata akipata ujauzito mwingine. Kwa sisi tuliangalia tu kwamba tunamsaidia ili na yeye aweze kuchangia pato la taifa kwa kufanya nini? Ndio tukaona kwanza tuanze na ushonaji. Kwa hiyo wanapokuja pale tutawatibu, wakimaliza wanaenda wanarudi tena miezi 6, watakaa miezi 6 pale CBRT wanafundishwa kushona, na wakitoka tutawapa cherehani, tutawapa material, tutawapa na msingi kidogo ili akirudi pale kijijini awe sasa kama ni mtu wa kawaida ambaye sasa naye anaanza kuhamasisha jamii kwamba huu ugonjwa unatibika na kusaidia tena kulea aidha hao watoto waliokuwa nayo au kulea hiyo familia ambayo wanayo. Ukizungumzia tatizo la fistula kikawaida, akili ambayo inakujia CBRT. Yaani hiyo ni kawaida. Sio hospitali zote ambazo zinatibu tatizo hili la fistula. Sio. Na kama zipo basi nadhani ni chache sana. Lakini ninyi mmejipambanua kwa 100%. Ni kwa nini au mliamua sasa sisi tulibebe hili tatizo, hawa ni familia yetu, tuwatibu, tuende nao pamoja? Msingi wa hospitali ya CBRT ni ulemavu. Toka mwaka 1994 inaanza na ulemavu wa macho. Kwa hiyo ukaenda kwenye mifupa, ukaenda kwenye mazoezi, misuli na mambo mengine. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba ulemavu mwingine unatokana na ujauzito let's say. Kwa hiyo ndio baadaye wakaona kwamba hii fistula nayo ni njia mojawapo ya watu ambao wanapata, lakini inaingia kwenye upande wa ulemavu, tukimaanisha kwamba ulemavu ni mtu ambaye hawezi kutimiza majukumu yake kwa sababu ya hicho alichokuwa nacho. Kwa hiyo na fistula nayo kaingia pale kwa sababu ukipata fistula huwezi kuendelea na shughuli zako za kawaida. Kwa hiyo ndio maana walivyokuwa wanafikiria mwanzo habari ya ulemavu, walifikiria macho na mambo mengine, lakini fistula nayo ikaja hapa. Sasa kwa nini fistula? Sio fistula peke yake, tunafanya vile na mdomo wazi. Ndio maana nasema ni jumuishi ya walemavu, ni hospitali ya jumuishi ya walemavu kusaidiwa ili waweze kujikwamua na shughuli zake. Lakini kwa fistula peke yake tuna particular interest kwa sababu unajua ni rahisi wewe na mimi kukaa hapa wake zetu wako salama. Ni kweli. Lakini kwa yule ambaye mke wake amepata fistula, either amemkimbia au mke kakimbia mwenyewe. Kwa hiyo kwenye social impact ya hiyo jamii ni kubwa mno. Na sisi tunaliona hili kwa sababu kila kipindi unapokutana nao ukiwasikiliza wao wenyewe wanayopitia, inatuonyesha jinsi gani ni muhimu sana kuweka nguvu kuhakikisha kwamba tunatokomeza fistula. Na ndio maana moto wetu wa mwaka huu, theme yetu ni afya ni haki ya kila mwanamke. Tutengeneze hii hatima ya mwanamke ili aweze kuishi pasipokuwa na fistula ya uzazi. Ndio. Kwa hiyo mwanamke yoyote duniani ambaye yuko kwenye hiyo kipindi cha kujifungua au whatever it is, yuko kwenye risk. Ndio. Sasa tunataka tuhakikishe kwamba hapati fistula ya uzazi. Ndio. Dokta, tunaelekea kuhitimisha, unatoa wito gani kwa huyu ambaye huenda ni mgonjwa hivi sasa wa fistula, lakini huenda dada au mwanamke huyu ni mama mjamzito mtarajiwa? Ni mambo gani ambayo anapaswa kuyazingatia hasa pindi inapomfikia hali kwanza kupata ujauzito kuelekea mpaka kwenye uchungu kwa lengo la kumleta mtoto duniani? Kwanza niwahakikishie fistula inatibika na fistula inazuilika. Is a preventable disease. Tunaizuia vipi? Tushirikiane wote kwa pamoja kama Watanzania. Kwanza tuepuke mimba za utotoni kwa njia yoyote ile, kwa hali yoyote ile. Kama ni uzazi wa mpango utumike,
ili angalau mtu afikishe miaka 20 kwenda mbele, nyonga yake na uvumilivu ukomae, ili tuweze kuzuia. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni wahimize sana wakina mama waanze kliniki mapema. Kule kwenye kliniki ya ujauzito ndipo tunapochagua tujue huyu ana miaka mingapi au huyu ana saini gani ambazo zinaweza zikachangia kupata fistula. Kwa hiyo tunawagundua kule, alafu tunawapa elimu ili tujue kwamba watajifungulia wapi ili kuepukana na hilo. Kwa hiyo ni swala la kuanza kliniki mapema, swala la kuavoid mimba za utotoni. Lakini vile vile kitu kingine ni serikali kuendelea kuboresha hizi huduma za afya. Zipatikane hizi za dharura, zipatikane kila kijiji. Ili angalau waweze kumwepusha huyu mama ambaye anaweza mtoto akakwama akakaa muda mrefu pale bila kujifungua. Kwa hiyo tukishaweza kuweka hayo mazingira yote kwa pamoja, yatatusaidia kuweza kumzuia huyu mama kupata fistula. Ndio. Asante kwa muda wako Dr. Timothy Mushi kutoka kitengo cha mama na mtoto hospitali ya CCBRT hapa nchini Tanzania, na leo tulijikita zaidi kuzungumzia tatizo la fistula ya uzazi. Tatizo la fistula ya uzazi linatibika na mgonjwa akipata matibabu anapona kabisa. Lakini pia katika upande wa CCBRT wao matibabu haya ni bure kabisa. Bure kabisa. Na habari njema ni kwamba wanakutumia mpaka nauli. Kwa cha kufanya watafute CCBRT kwa wewe mwenye tatizo la fistula ya uzazi au kwa namna moja au nyingine. Kuna namba ambazo tutakuzitaja? Yes. Karibu. Yes. Tuna namba, kwanza tuna mabalozi nchi nzima. Kwa hiyo tunashauri jamii iwatafute hao mabalozi ambao wanajulikana kama na hilo tatizo. Lakini vile vile tuna namba ambazo yoyote atakayepiga na mtandao wa Voda ni bure kabisa, hata uchajiwa hela yoyote. Karibu. Na namba hiyo ni 0800752272. Narudia tena 0800752272. Hiyo namba ni ya bure kabisa, akipiga atapata maelekezo. Tunawakaribisha sana. Asante sana Dokta, tunapata mapumziko mafupi, tutarejea hapa na mchambuzi wa masuala ya siasa Sinza Gorigodi. Endelea kwa nasi. Tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2025 saa 12 na dakika 50 jioni, ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani kwangu. Una uhakika? Mteja wa mwisho amelipia Kivulini Restaurant. Ulikuwa wewe. Ndipo upotevu ulipotokea. Unataka kujielezea? Ni ukweli. Nimefanya muamala nikiwa nyumbani. Nimeitoa chakula changu, nimelipa kwa simu banking. Patie simu yake. Weka loudspeaker tusikie. Halo, tunaongea na Azai Kijiwenongwa aka Mama Shibai. Tunapiga simu kutoka benki ya CRDB. Tunapenda kukujulisha kuwa miamala yako ya sim banking imekupatia ushindi wa gari mpya aina ya Toyota Harrier. Nimeshinda sim banking bwana. Swaiba, mambo yote yapo sim banking. Yaani, humu tu. Fanya miamala ujishindie dinga kali sambamba na Tembo Points. Tembelea Play Store au App Store kupakua sim banking app au piga *150*03 alama reli. Nani ameiba vijiko? CRDB Bank. Tunakusikiliza.